Mheshimiwa Dr. Bilali, Makamu wa Rais mstaafu wa awamu ya 4, Mzee Jaji Warioba, Mheshimiwa Balozi wa China Dr. Ru, Mheshimiwa Waziri wa Elimu Profesa Ndalichako, Mheshimiwa Mzee Pius Msekwa, Mheshimiwa Kaimu Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam ndugu Ali Hapi, ambaye nina uhakika na wewe labda ulikuwa mwanafunzi wa hapa, Mheshimiwa Profesa Mkandara, Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Waheshimiwa Makamu Wakuu wa Chuo cha Dar es Salaam wastaafu, Mzee Kaduma, Profesa Matthew Ruhanga na wengine wote, Waheshimiwa maprofesa, walimu, wanafunzi, wafanyakazi, niseme tu kwamba itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, kwa sababu yaliyozungumzwa hapa ni mengi, na bahati nzuri mzee wangu Mzee Jakaya Kikwete naye amechomekea mengi, ninaona nikifuata yaliyomo kwenye hotuba yangu sitajibu baadhi ya hoja zilizojitokeza. Kwa hiyo naona nipige hivi hivi ninavyotaka mimi. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Waziri, ndugu mkuu wa chuo na makamu mkuu wa chuo na viongozi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, nianze kwa kuwashukuru sana kwa kunikaribisha nije nishiriki nanyi katika siku hii muhimu sana ya uwekaji wa jiwe la msingi wa maktaba ambayo itakuwa ni maktaba ya aina yake hapa Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Ninawashukuru sana kwa mwaliko huu. Lakini nichukue nafasi hii pia, kabla sijaendelea kuzungumza sana, niwashukuru sana wanajumuiya wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na vyuo vingine katika nchi hii kwa jinsi mlivyoshiriki kikamilifu katika uchaguzi uliomalizika mwaka jana, na bila kujali itikadi zenu za vyama mkaamua kwa pamoja mnichague mimi John Pombe Joseph Magufuli kuwa rais wa awamu ya 5. Ninawashukuru sana. Nasema ninawashukuru sana. Na ninaposema ninawashukuru sana, wote, wawe wa CCM, wawe wa Chadema, wawe wa Kafu, wawe wa ACT, wawe hata ambao hawana chama, mimi nawashukuru kwa sababu ninyi ndio mmenipa kura nikawa rais wa Jamhuri ya Muungano. Nataka niwahakikishie ndugu zangu, uchaguzi umekwisha. Na kwa sababu uchaguzi umekwisha, katika kipindi hiki cha miaka 5 ambapo Watanzania kwa pamoja, mkiwepo na ninyi wanachuo, mlituamini kuja kufanya kazi, nataka niwahakikishie sitawaangusha. Nitafanya kazi kwa nguvu zangu zote, kwa elimu yangu yote, na bahati nzuri ya elimu muda mrefu nimeipata hapa hapa Chuo Kikuu. Kama palikuwa na desa, nilidesa labda hapa hapa.
Kama ni kuhudhuria kunji, na mimi nilishiriki. Kama ni kwenda Revolutionary Square, labda na mimi nilishiriki. Kwa hiyo elimu hii niliyoipata hapa ndio nitaitumia hiyo katika kuhakikisha kwamba sitawaangusha Watanzania na wala sitawaangusha ninyi wana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo cha Dar es Salaam, ninajua wakati chama unachokiongoza kilipoamua kuniteua mimi niweze kupeperusha bendera ya chama hicho katika nafasi ya urais, kwanza sikujua kama nitapambana na challenge nyingi namna hii. Na sikutegemea kabisa katika maisha yangu siku moja utakuja uniombe wewe hela, kwa sababu mimi ndiye nilikuwa na kuomba hela. Lakini niseme tu kwa dhati, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama ambavyo wengi wamezungumza kina historia kubwa sana. Historia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam haipo tu katika Afrika, lakini ni dunia nzima. Kwa hiyo kwa ninyi wanafunzi ambao mmepata bahati ya kusoma katika Chuo Kikuu hapa cha Dar es Salaam, mjitambue mna bahati ya pekee, kwa sababu mnashiriki katika kusoma kwenye chuo kikuu. Kwanza ndicho chuo kikuu cha kwanza katika Tanzania, lakini ni chuo kikuu cha aina yake. Lakini hata katika sifa za vyuo vikuu, nilikuwa naangalia katika ripoti ya mwaka jana, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam bado kinaongoza katika vyuo vikuu vingine vyote Tanzania. Ninasema hivi kwa sababu ni kweli viongozi wengi wamepitia hapa. Mzee Jaji Warioba amesomea hapa. Kwa hiyo kama ni mabadiliko ya katiba, inawezekana alijifunzia hapa. Lakini Dr. Bilali, mimi nakumbuka wakati nikisoma chemistry na mathematics, yeye alikuwa mwalimu pale physics. Na saa nyingine tulikuwa tunakaa pale kwenye kibambaza cha nje pale na kuboaboa kidogo wakati wa chai. Lakini kila ninayemwangalia hapa, na nilikuwa naangalia maprofesa wengi hapa, wengi ni wanachama wazuri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mimi mwenyewe nimesomea hapa. Degree yangu ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kwa hiyo shida za wanachuo wa Dar es Salaam ninazifahamu na nimeziishi. Kwa hiyo ninapochaguliwa kuwa rais, shida za hapa ninazifahamu. Na ndio maana napenda kusema kwa dhati kabisa, sitawaangusha. Na nilipochaguliwa kuwa rais, niliona nimteue mtu mmoja ambaye naye shida za hapa atakuwa anazifahamu. Ndio maana nikamvisha huu mzigo Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete awe mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na nimeanza kuona matunda yake. Mheshimiwa Mzee Kikwete, nakushukuru kwa dhati, na wala si kwa unafiki. Nimekuja hapa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa maktaba kubwa ya aina yake yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 41
na 280,000 ambazo zimetolewa kama grant na serikali ya China, mimi sikushiriki katika kuzitafuta hizo hela. Hizo mzee ulihangaika wewe. Mimi nimekuja kuweka jiwe la msingi tu. Wewe ulipokuwa rais, kutokana na mahusiano mazuri na serikali ya China na uongozi mzuri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam cha Profesa Reukaza, na bahati nzuri profesa huyu hazeeki. Mimi nimesoma hapa yuko hivi hivi na sasa yuko hivi hivi. Sisi wengine tunachakaa mvi, yeye yuko smart tu. Umefanikisha mzee wewe kupatikana kwa fedha hizi. Kwa hiyo mimi nikushukuru uongozi wako wa awamu ya 4 na viongozi wengine wote ulioshirikiana nao kufanikisha kupatikana kwa fedha hizi. Lakini niwashukuru sana nchi ya China chini ya uongozi wa Balozi Lu kwa kuweza kutupatia fedha hizi za kutosha kwa ajili ya kujenga maktaba hii. Nchi ya China ni rafiki wa kweli. Ni rafiki asiye na masharti. Na masharti saa nyingine yanauma na yanaudhi. Hawa wakiamua kutoa wanatoa. Na wametoa hizi karibu bilioni 100 shillings. Ingekuwa wengine maneno hayo masimango, na ndio maana tunasema nafutu sisimangwe, wakae na hivyo ambavyo wanataka kutupa. Kwa hiyo napenda kusema kwa dhati, Mheshimiwa Balozi Lu, nakupongeza sana wewe, na napongeza sana nchi ya China kwa kuwa rafiki wa kweli. Urafiki wa China na Tanzania ni wa siku nyingi. Walitusaidia kujenga reli ya Tazara inayotoka Dar es Salaam kwenda Zambia. Na kwa sasa hivi wamekubali pia kutoa fedha nyingine ili waikarabati reli ya Tazara iweze kuhudumia na kujenga uchumi wa nchi zetu hizi mbili. Lakini si hilo tu. Serikali ya China imekubali kutupa fedha, kutuongezea katika fedha ambazo sisi tumezitenga kwa ajili ya kujenga standard gauge kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza, Kigoma na kuunganisha Rwanda na Burundi. Katika bajeti yetu tumetoa trilioni 1. Lakini ndugu zetu hawa wa China wamesema na wao watatuongezea. Hawa ndio marafiki wa kweli. Kwa hiyo kwa niaba yenu napenda kushukuru sana serikali ya China kwa upendo na urafiki wa kweli wanaoendelea kutoa katika nchi ya Tanzania. Tunaomba nchi nyingine marafiki ziendelee kukopi na kupesi yale yanayofanywa na nchi ya China katika kujenga mahusiano na mataifa mengine, na hasa mataifa rafiki na mataifa maskini kama Tanzania. Nimeambiwa katika taarifa hii kwamba maktaba hii itaweza kuhudumia watu zaidi ya 2,600. Ni maktaba ya aina yake. Kwa hiyo itakuwa ni kazi tu sasa ya sisi wanafunzi na watumiaji maktaba hiyo kuitumia vizuri. Kama ni kwenda special reserve itakuwa ya aina yake. Kama ni periodical ni kwa aina yake.
Kwa hiyo inawezekana kutapunguza hata kudesa, kwa sababu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tunataka kiwe chuo cha aina yake. Lakini nina uhakika kwa aina hii ya maktaba ambayo inajengwa hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam itaweza pia kuwahudumia Watanzania wengine ambao si wanachuo. Na hapo serikali ya China itakuwa imeshiriki kikamilifu katika kuwaendeleza Watanzania katika masuala ya elimu. Ndugu zangu wanachuo na ndugu viongozi, nilipoingia madarakani, lengo kubwa la serikali ninayoiongoza ya awamu ya 5 ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunaweka kipaumbele katika masuala ya elimu. Na ndio maana tulipoingia tulianza kutoa fedha kwa ajili ya kutoa elimu bure katika shule kuanzia darasa la kwanza hadi sekondari. Tulianza na kutoa bilioni 18.777 kila mwezi ili ziweze zikatumike kwa ajili ya kuwasaidia watoto wa maskini ambao wengi wao walikuwa wanashindwa kuingia shuleni. Tulipoanza tu kwenye mwezi wa kwanza kutoa hizi bilioni 18.777, idadi ya wanafunzi ambao wameingia shule za msingi walioandikishwa katika mwaka huu imeongezeka kuliko ilivyokuwa mwaka jana. Mwaka jana waliandikishwa wanafunzi 1,028,000. Mpaka sasa hivi walioingia darasa la kwanza wamefika 1,808,997. Ni zaidi ya 84.5 kwa wale wanaojua cross multiplication. Idadi hii ni kubwa na imeleta changamoto zake. Changamoto zake ni kwamba pameanza kujitokeza upungufu wa madawati, pameanza kujitokeza upungufu mkubwa wa madarasa, kwa sababu idadi ya wanafunzi imekuwa ni inakaribia mara 2 kwa approximation. Ni idadi kubwa kuihendo kwa nchi kama Tanzania. Na ndio maana wito wetu na wito wa serikali tumeendelea kutoa kwa Wasamaria na Watanzania wema. Wakati serikali inaendelea kutoa mchango wake wa bilioni 18.77 kila mwezi, lakini wale wenye uwezo wa kuchangia hata kama ni dawati moja, hata kama ni madawati mawili, nao wafanye hivyo. Lakini wafanye hivyo si kwa kulazimishwa, kwa sababu tulikwisha sema elimu ni ya bure. Napenda nichukue hadhara hii kuwashukuru Watanzania wengi kwamba wameitikia wito sana, na viongozi wengi wakiwemo wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wakurugenzi wameitikia huo wito na kuwafanya Watanzania wengi kuanza kuchangia na kuhamasika. Kwa niaba yenu niendelee kutoa wito kwa Watanzania hao, na wale wengine wenye uwezo waendelee kufanya hivyo kwa ajili ya kuifanya elimu yetu iwe bora. Kuhusu masuala ya elimu ya juu, tumeongeza wanafunzi ambao wanapata mikopo kutokana na fedha hizo. Kwa mwaka jana walikuwa ni wanafunzi 98,300. Kwa sasa hivi wamefika wanafunzi 124,358. Na hivyo fedha ambazo zimeshatolewa mpaka leo ninapozungumza kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu ni zaidi ya bilioni 349,670 na 440 na senti 0.35.
hii ni hatua nzuri, ni hatua nzuri, lakini nitoe wito kwa Watanzania na wanafunzi wote. Ni lazima tutoe mikopo kwa wanafunzi wenye qualification, kwa sababu katika mikopo hii tumegundua pamekuwa na challenge pia, kama ilivyokuwa kwenye challenge ya wafanyakazi hewa, ambapo mpaka sasa hivi palikuwa na wafanyakazi hewa zaidi ya 10,500 ambao hawapo na walikuwa wakilipwa mishahara. Wako vile vile wanafunzi hewa wanaokopeshwa mikopo. Na wanafunzi hewa wanaokopeshwa mikopo wako aina mbili. Wako ambao wanaikopeshwa mikopo hii ya elimu ya juu lakini hawana qualification. Mheshimiwa Profesa Ndalichako, ninakushukuru kwa hatua unazozichukua katika kusafisha wizara yako. Na hili nalisema kwa wazi na ukweli lazima usemwe, hata kama ni mbele ya wanachuo. Kuna chuo kikuu kimoja St. Joseph nafikiri, jina la marehemu baba yangu, kilidahili wanafunzi 489 wanasoma chuo kikuu, walimaliza form 4 na wameingia chuo kikuu na D4. Una D4 unasajiliwa kuchukua chuo kikuu degree na unapata mkopo wa serikali. Ni aibu ya ajabu. Haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani. Lakini wakati tunawalipia wanafunzi 489 waliomaliza form 4 na kupata DD, maana yake wengine ni division 4, kuchukua degree, wapo wanafunzi waliomaliza form 6 wamekosa mikopo. Wapo wanafunzi wengine walio na diploma wamekosa mikopo. Na ndio maana Profesa Ndalichako alipochukua hatua za kufukuza, hiyo ni nzuri, kwa sababu hao walikuwa wanasoma mahali ambapo hawatakiwi kusoma. Na tukienda kwa utaratibu huu, elimu yetu katika nchi hii tutakuwa tunaiua. Kila mmoja anafahamu, mtu unapomaliza form 4 usipofaulu kupata division 1 au 2 kwenda form 5 na form 6, maana yake utakwenda kuchukua certificate. Ukifanikiwa kupata certificate na ukafaulu, unaenda kuchukua diploma. Ukitoka kuchukua diploma ndipo naweza ukaapply kwenda chuo kikuu. Lakini tumeharibu huu utaratibu wote. Na inawezekana hata walioharibu wengine ni maprofesa ambao wao wameingia chuo kikuu sio kwa DD. Tulikuwa tunaenda mahali pabaya. Napenda nikupongeze Profesa Lwekaza. Nimefuatilia chuo kikuu chako. Wote vipanga tu ndio waliosajiliwa hapa. Ukweli kama pangekuwa na viraza wa namna hiyo nisingekuja. Wote wamefaulu. Na hicho ndicho mimi nataka. Nataka niwasaidie wanafunzi wapate mikopo yao, lakini wapate wenye qualification. Lakini wako wengine tunawapeleka huko hawana qualification. Chuo Kikuu cha Dodoma, nataka nizungumze hapa hadharani. Unajua pamekuwa na wanasiasa wengine wana maneno.
wanataka tupeleke watu wakachukue degree maferia. Sijui kwa sababu wanasiasa hawa ni maferia. Ukiangalia kwenye ripoti lililoandikwa na Profesa Mkumbo, mwanachama mzuri wa ACT, alizungumza wanafunzi wasizidi 1,800 ambao wangeweza wakaenda kwenye special training. Hatukumsikiliza. Tumepeleka 7,802. Wengine ni division 4, wako wengine division 3, na wachache sana division 1 na division 2. Kwenda chuo kikuu cha UDOM. Nimezungumza na Profesa Kikula. Nasema alilazimishwa. Angefanyaje? Afukuzwe chuo? Wanafunzi pale wamekaa, ukweli hawana qualification za kwenda kuchukua hata diploma. Kwa sheria tulizojiwekea kama nchi, ukimaliza form 4, ukipata division 1 au 2, unaenda form 5 au form 6. Au unaweza ukaenda kuchukua certificate. Ukimaliza kuchukua certificate, utaenda kuchukua diploma. Certificate ni miaka 2, diploma ni mwaka mmoja, tayari ni miaka 3, ni hiyo hiyo. Lakini cha ajabu zaidi, wale wanafunzi wanasoma pale diploma, kwenye vyuo vya ualimu vile 10 havina wanafunzi. Nenda Kereru, nenda Butimba, nenda wapi, havina wanafunzi wa kutosha. Na baadaye nao walipoona shida pale, wakaanza mwongozo wa mgomo. Ikanisaidia mimi kujua kuna nini pale. Unajua kuna migomo mingine ya haki yake, kuna migomo mingine inasaidia kuondolewa tu. Ndipo nikajua qualification zilivyo. Nikasema hawa watu lazima waondoke. Na nilikuwa nasubiri chuo kikuu cha Dodoma nao wagome, wote wangeondoka. Ni lazima tujenge principle za kujenga heshima ya nchi yetu. Nimeshukuru wale vijana wameondoka. Wanasiasa hao ati hawa vijana wamekosa pa kulala, wamefanya nini? It's nonsense. Taifa letu tuliweke mbele kwanza, siasa zije nyuma. Na ndio maana mimi namsifia hapa Profesa Mkumbo, pamoja na kwamba ni wa ACT na mimi ni CCM, kwa sababu alitoa mwongozo mzuri. Ifike mahali wa Tanzania tukubali ukweli. Tuache siasa kwenye masuala ya msingi. Ukimpeleka mwanafunzi wa form 4, division 4, ana DD, anachukua degree, akishatoka pale, hata kama atafanikiwa kupata degree, itakuwa ni ajabu. Na baadhi ya watu waliopelekwa mle, wengine ni watoto wa viongozi. Watoto wa maskini wenye qualification wamekosa nafasi ya kwenda chuo kikuu. Watoto wa watu fulani wanapelekwa na huku waliferi. It can't be. Serikali inahangaika kutafuta fedha kwa ajili ya mikopo ya Watanzania. Ninafahamu shida za watoto wa maskini katika kusoma. Lakini haiwezekani katika fedha hizo ambazo tunahangaika, zingine zingeenda hospitalini, zingeenda kutibu kipindupindu,
zikatengeneze mabarabara, zikajenge mabweni ya wanachuo waliofaulu, zinakwenda kwa viraza. Ninafahamu Profesa Ndalichako anapitia ile orodha ya vijana wa UDOM waliofaulu Division 1 na Division 2. Tutahakikisha tunawatengenezea mazingira ya kwenda kusoma. Waliofeli wakatafute mbinu nyingine za kujiunga na vyuo vyenye saizi yao. Na hili nalisema kwa dhati ili Watanzania wote waelewe yale ninayotaka kuyafanya. Haiwezekani unageuka huku wafanyakazi hewa, unageuka huku wanafunzi hewa, unageuka huku barabara hewa, unakwenda huku kila kitu hewa. Haiwezekani. Kwa hiyo mzee wangu, mzee Kikwete, umenipa kazi ngumu hii. Ninajua ulipokuwa ukininadi, nafikiri ni Dar es Salaam au Mwanza, uliniambia mlikuwa mnasema mpole, sasa nawaletea mkali. Mimi sio mkali sana, lakini kwenye haya angalau inakubidi uwe mkali kidogo. Ukiangalia wafanyakazi 10,500 ni hewa, wakati kuna vijana wanaomaliza chuo kikuu, wengine wana GPA nzuri tu, wengine wamepata first class, upper second, lower second, wanazunguka hawana kazi. Kusema mngekuwa ninyi mngefanyaje? Si ningetumbua? Ndiyo hicho ninachokifanya. Ninafanya kwa niaba yenu. Ili nafasi hizi zikishapatikana tuajiri watu walio na qualification vizuri. Na bahati nzuri vijana wanaomaliza chuo kikuu ni safi kweli. Nimeona wakina Happy hapa, wakina Makonda, wakina nani, kasema kumbe vijana ukiwachagua wana force mambo yanaenda. Kwa hiyo mimi ninachowaomba ndugu zangu wanachuo wenzangu, kwa sababu na mimi nimekuwa mwanachuo hapa, kwanza mniombee na kuendelea kuliombea taifa. Kwa sababu kazi yoyote ya mabadiliko lazima wapo watakaoumia ambao hawataki kubadilika. They are not flexible, unchangeable. Unamkuta mtu mmoja amepewa madaraka kazini, anakuwa na wafanyakazi wake hewa 10, 20. Hawafanyi kazi lakini mshahara ule anauchukua. Wakati wapo wengine wenye qualification hawana nafasi hiyo ya kufanya kazi na kuzalisha kwa ajili ya taifa lao. Haya ndiyo nayachukia. Unakuta unahangaika kutafuta fedha kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi ambao wanahangaika kweli. Na mimi nimezaliwa kijijini. Mimi sikukaa off campus. Nilikaa hall 3 Dagahama shoti pale, floor ya 3. Nikahamia pale nikaenda block F, hall 1. Na nikamalizia na hall 4 extension block chumba namba 110. Sifahamu nani anakaa huko siku hizi. Ninafahamu maisha ya kukaa off campus yana ugumu wake, na hasa katika hali ya usafiri wa Dar es Salaam. Lakini Watanzania nao wana challenge nyingi. Tumeanzisha mradi wa mabasi yaendayo kasi BRT. Wengine ndio wanalala huko. Wengine ndio wanapitia humo. Mzee ulihangaika kutafuta bilioni 388.
na ukanitumia nisimamie kutengeneza nikiwa waziri wa ujenzi. Leo ukienda hizo barabara ndio watu wanalala kule juu, wengine ndio zimekuwa toilet zao. Wakuu wa wilaya wapo, wakuu wa mikoa wapo, polisi wapo, wameshindwa hata kuwachukua tu hao wakajisaidie kule nani gerezani. Hiyo ndiyo Tanzania yetu. Mtu anafanya ovyo anaangaliwa tu. Watu wametoa matangazo kwamba hii ni barabara kwa ajili ya magari yaendayo kasi. Tumekuwa tunapoteza mabilioni ya fedha. Kwa watu wa economist wanafahamu kwa sababu ya msongamano. Mtu anapeleka gari lake humo, anaondoka kule, anazunguka wakati kuna barabara lingine ambalo lipo kwa ajili yake. Nobody is taking action. Anatoka kule, anampita trafiki, wala hamshiki na kwenda kulizuia gari lake likakae polisi, halafu siku akija kulichukua liwe na matairi haimna. Na wewe utakuwa umeshapata biashara kidogo. Hata pita tena kwenye barabara hiyo. Akija akiuliza gari langu lilishika ukalipeleka polisi, mbona halina matairi? Unamwambia lilikuja hivi hivi. Hata rudia kupita kwenye barabara ambayo hatakiwi. Nchi yetu hatutaki kufuata sheria, ndiyo tatizo. Mungu alipoamua kutoa amri 10 kwa Musa, alifahamu kwamba hakuna kitu kinaweza kikaenda bila kuwa na sheria. Usiibe, usizini, usitamani mke wa mwenzako. Lakini hata kama tunatamani, lakini siangalau sheria ipo. Mimi ni waombe viongozi wa Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla, tusimamie sheria. Tukisimamia sheria, mambo yataenda. Na ndio maana mambo yalikuwa yanabadilishwa mara GPA. GPA utaikalculate kwa mtu wa form 4. Chuo kikuu ni very simple kwa sababu utahesabu unit. Wa form 4 kuna unit huko. Lakini ndio hivyo. Kwa hiyo ninafanya kwa ajili ya kuhakikisha nidhamu tunaijenga katika elimu yetu na tuwe na elimu bora. Na ndio maana ninaomba mtusapoti, na nataka niwahakikishie viongozi wangu walionitangulia wananisapoti. Mzee wangu Kikwete ananiambia nifanye kwa nguvu zote. Na mzee, nataka kukuhakikishia sitakuangusha. Nitafanya kweli kweli. Kama ni majipu yatatumbuka kila siku. Ndugu zangu wanachuo na ndugu viongozi, kuna maombi yametolewa hapa. Na kweli maombi haya yamenigusa sana. Na maombi yakitolewa tena na VC, halafu yakaja akakomelewa pale na mkuu wa chuo, ambaye sio mkuu wa chuo tu, ndiye alikuwa rais wako, bosi wako. Maana yake ile ni amri. Lakini pia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa dhati kabisa mimi nakipenda sana. Kwa sababu bila Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mimi nisingekuwa hapa. Kwa hiyo hata nikiamua nikawakatakata mahali hera nikazileta hapa, sijafanya kosa. Nitakuwa ninatimiza wajibu wangu wa kushukuru. Kwa wale wa Kristo mnafahamu
Zaburi imetaja neno kushukuru zaidi ya mara 7 katika maeneo mengine. Sasa nikishukuru na mimi hapa kwa aina moja, nafikiri sio vibaya, lakini nitakapokuwa na shukuru lazima niweke masharti. Ninafahamu tuna eneo kubwa la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini inawezekana eneo hili, sina uhakika sana, lakini inawezekana tukawa tunaweka mazingira ya kuhakikisha maeneo yetu haya tunayakodisha tu kwa wawekezaji. Tuna Mlimani City wamekaa pale, nina uhakika lazima watakuwa wanachangia chochote. Nilipokuwa ninakuchombekeza kidogo, Profesa Rwekaza ukasema wanachangia bilioni 1.3 kila mwaka. Nikawa nakuuliza zimefanya wapi? Bahati nzuri umeeleza vizuri. Sasa kwa sababu umeeleza vizuri, nina uhakika zile zitakazochangiwa mwaka huu zitatumika vizuri, ili kusudi zile zitakazochangiwa kule na zile nitakazozitoa mimi kama rais wenu na kama mmoja wa wanachuo wa chuo kikuu, litengwe eneo mahali, yajengwe mabweni kwa ajili ya wanachuo wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Inawezekana tusimalize hili swala kwa mwaka mmoja, lakini wanasema one step at a time. Mimi nataka nikuhakikishie waziri, nikuhakikishie mkuu wa chuo na makamu mkuu wa chuo na viongozi, nitatafuta bilioni 10, na kwa sababu ninafahamu kandarasi hawezi akapewa kazi siku hiyo na akamaliza. Advance payment huwa normally haizidi 15%. Hizo 10 bilioni nitakazozitoa, hata kama zingekuwa zinajenga majengo mangapi ya watu hata 4,000 hata 5,000, bado haziwezi zikaisha kama advance payment. Kwa hiyo nikuombe kaimu mkuu wa chuo, profesa, na viongozi wa chuo, mtafute eneo hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ili kusudi nitakapokuwa na vamia angalau niwe na vamia ninaona hata kazi zinazoanza. Tangazeni tenda, tafuteni kandarasi, hata kama kandarasi anaanza kesho kujenga. Nataka niwahakikishie sitakosa bilioni 10 za kulipa kama advance. Na baadaye tutaendelea kujenga na kujenga. Zikiongezeka zingine tutatoa. Na nina uhakika wengi watatusaidia, hata mabarozi. Naona hata barozi hapa anacheka kidogo, naye anaweza akatuongeza. Kwa hiyo nakubaliana na ninyi kabisa kwamba tunahitaji kuwa na mabweni hapa. Na maeneo ya kujenga mabweni tunayo. Kwa hiyo haihitaji kuwapeleka mbali na chuo wakati tuna eneo letu, alafu eneo letu tunaliweka kwa ajili ya wawekezaji. Is a contradiction. Kwa hiyo profesa, sifahamu kama nimekukwaza, lakini ukwazike tu, lakini haya ndiyo yanayotoka moyoni mwangu. Lakini pia niombe hizi hifadhi za jamii kama zilivyofanya wakati wa mzee wetu Kikwete kule Mabibo. Kwa nini sasa hivi hawareciprocate? Bahati nzuri wakuu wa vyombo hivi vyote karibu wote wamesomea Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Juzi nimemteua profesa mmoja, alikuwa mtu wa uchumi, aende NCCF,
Nina uhakika hata wa PPF wamesomea hapa hapa. Nafahamu wa nani yule Sanga naye amesomea hapa hapa. Lakini wanapotaka kujenga nyumba wanajenga sehemu zingine. Na saa nyingine majengo wanayoyajenga yale hayana watu wa kukaa. Wakati hapa chuo kikuu na walikosomea wao wapo watu wa kukaa. Sifahamu chuo kikuu hiki saa nyingine huwa kinatupoteza. Lakini niombe profesa na mheshimiwa waziri, hizi hifadhi za jamii nazo tuziombe. Nitamshangaa mkurugenzi wa hifadhi ya jamii ambaye amesomea hapa hapa aogope kuja kujenga nyumba hapa magorofa wakati wapangaji wapo wanachuo. Aenda akajenge mahali pengine sijui wapi kule ambako hata wapangaji hakuna. Kwa sababu kwa takwimu nilizonazo majengo ya PPF hayajafika 50% ya wakazi kwenye majengo waliyoyajenga. Na ya NSSF hivyo hivyo. Sasa uzalendo saa nyingine uanzie hata kwenye vyuo tulivyosomea. Nina uhakika tukienda kwa utaratibu huo na mheshimiwa waziri ukiwaomba kwa njia hiyo yakajengwa mabweni mengi, tunaweza tukapunguza kwa 10% kubwa. Kwa sababu sasa hivi almost watu 8,000 ndio wanakaa hapa na Mabibo. Hapa 3,000 na kitu na Mabibo karibu 4,000. Tukijenga Mabibo hata 2 hapa kwenye maeneo hapa, hela zangu utazipata ukijenga maeneo ya chuo kikuu. Nisije tena profesa kanaambia natafuta eneo wapi huko. Hiyo haitatoka. Hapa hapa tujenge magorofa kama sera ya ardhi na sheria ya ardhi namba 4 na namba 5 ya mwaka 99 inavyozungumza. Mheshimiwa mkuu wa chuo cha Dar es Salaam, waheshimiwa viongozi sana wa chuo kikuu, changamoto zilizozungumzwa ni nyingi. Ni pamoja na ile fedha kwa ajili ya kuwahudumia wanataaluma ambao wako karibu 6,600 kwa ajili ya kwenda kusoma, uhaba wa wafanyakazi especially technical staffs, na hilo la mabweni na mengine mengi ambao nimeandikiwa na mkuu wa chuo. Ninayabeba, nitayafanyia kazi ndugu zangu. Lakini nataka niwahakikishie kwamba serikali iko pamoja na wanachuo, walimu wao na Watanzania kwa ujumla, na hasa kwa sababu tumeamua iwe serikali yenye viwanda. Watakao hudumia hao viwanda ni ninyi wasomi. Challenge ipo kubwa kwa ajili ya nchi yetu. Kikubwa kinachohitajika kwa ninyi wasomi na Watanzania kwa ujumla ni mshikamano. Yale mambo ya msingi tuyatetee pamoja. Tanzania ni yetu, hatuna Tanzania mbadala. No matter tumetoka kwenye vyama gani, tuna wajibu wa kuijenga nchi hii na kuibadilisha. Hakuna sababu ya Tanzania kuendelea kuwa wasindikizaji. We have everything. Ni lazima kila mmoja katika maeneo yake atimize wajibu wake. Na kwa ndugu zangu wanachuo, ninaomba msome sana, kwa sababu ni vizuri ukagraduate ukiwa na qualification. Utaweza kumiti vizuri challenges utakapokuwa kule uraiani. Taifa letu ni changa,
lakini tuna wajibu wa kwenda mbele kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania. Lakini kikubwa zaidi ni umoja wetu. Umoja wetu ni muhimu, lakini kila mmoja atimize wajibu wake. Mimi nina uhakika kwa umoja huu wetu na kwa nguvu zetu hizi zote na kwa hii moto ya hapa kazi tu, tutafika. Kwa hii maktaba ambao leo nimeiwekea jiwe la msingi, ninasema ninashukuru sana na nina uhakika itatumika vizuri. Lakini nikupongeze Profesa na viongozi wa chuo kikuu, mmekilea vizuri chuo kikuu chetu. Mmekilea vizuri chuo kikuu chetu, kina heshima kubwa. Na sisi tunapokuja hapa tunajidai kweli. Siku moja nilitaka kujongo kuja hapa, walinzi wakanizuia. Nikasema kwa nini? Mbona zamani nilikuwa naenda tu. Lakini saa nyingine ndio hivyo. Lakini niwaombe wanafunzi mahali pote, msitumiwe na wanasiasa. Mmekuja kusoma, someni. Siasa mtazikuta mkiondoka. Nawaambia mmekuja kusoma, someni. Na ndio maana hata katika kutoa mikopo hatubagui. Hiji huyu CCM, hiji huyu Chadema, hiji huyu wapi. Ninyi wote ni Watanzania. Ndio lengo letu. Lakini katika mambo ya msingi lazima wote na ninyi tusimame kwa pamoja kuyatetea. Tulichelewa kutoa fedha za mikopo kwa sababu tulikuwa tuna cross check ni nani anastahili kweli kupewa mkopo. Na ndio maana hata UDOM hawajapewa mkopo, na ninawashukuru hawajagoma. Na fedha zao tunaziprocess. Kwa sababu mambo mengine ni simple. Wewe unahangaika kutafuta hela, wengine wanakugomea huko. Unafunga miaka 5. Wanaenda nyumbani, unasubiri siku utakapokuja kuomba kura. Wameshazeeka. Lakini hatutaki tufikie hapo. Tunataka wanafunzi wapate mikopo yao at the right time. Lakini na wanafunzi muipe nafasi serikali inaposhughulikia mambo. We are doing reforms. Na reforms zina disadvantage na advantage zake. Nimeshasema mikopo ya wanafunzi mimi lazima wapewe. Kwa sababu mimi nisingepewa mikopo, nisingesoma. Nisingefanya hata hiyo thesis yangu ya thermal decomposition and kinetics of the lanthanides of Xarto halides. Nilisaidiwa. Kwa hiyo napenda na ninyi msome, muje muisaidie nchi hii. Tanzania inawahitaji ninyi. Ninyi ndio mtaleta mabadiliko ya nchi yetu. Tunawategemea sana. Muje muendelee kufanya reforms kwa ajili ya nchi hii. Nchi hii ni yetu sote. Na ndio maana ninawaomba, panapotokea challenges nyingine muendelee kuvumilia. Zingine huwa si kwa makusudi. Lakini niwaombe pia viongozi wa chuo, muwe mna communicate the right time and the right thing. Kwa sababu saa nyingine huwa ni kukosa communication. Mimi nina uhakika tutaenda vizuri. Na kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, jamani nakipenda. Mimi nakipenda kweli. Najua hata mzee Kikwete anakipenda.
Ndio maana siku ile nimemteua wala hakukataa, akasema nimekubali. Kumbe alikubali haja anibamiza haya mambo ya kuniombaomba yale. Ndugu zangu, kwa namna ya pekee, ingawaje si kwa muhimu sana, nataka nimsifu sana Profesa Mgaya. Profesa Mgaya ni Mtanzania kweli. Walitaka kumuingizia maneno ya ovyo ovyo, akasimama hadharani kwa sababu naye hasapoti mambo ya kusomesha vihio. Profesa Mgaya, umetolewa kwenye wenyekiti wa TCU. Nitakupa wenyekiti mwingine. Mimi si ndio rais? Lakini umeonyesha uzalendo wa kweli, na ndio maana nazungumza kwa dhati, wala siogopi kusema ukweli. Mtu ukikosea, kutubu napo ni vizuri. Ndio maana huwa kuna kulipenti, na saa nyingine unaweza ukakosea kwa sababu hukuwa na njia. Kwa hiyo umeonyesha uzalendo wa kweli, utanzania wa kweli, wa kuwajibu wale waliokuwa wanataka kupotosha. Endelea hivyo na Mungu atakusaidia. Na mimi niwaombe ndugu zangu walimu ambao mnafanya kazi kubwa sana kwa ajili ya nchi hii. Tuko pamoja na serikali mlioichagua. Tunafahamu changamoto mlizonazo. Mwanzo ni mgumu, lakini nia yetu ni nzuri ya kuhakikisha hata maslahi yenu pamoja na wafanyakazi wengine yanakuwa mazuri. Hilo ndio lengo la serikali ninayoiongoza. Kikubwa ni kuhakikisha tunapata mapato ya kutosha ya kuweza kutoa huduma ambazo zinawastahili wa Tanzania wote. Mheshimiwa mkuu wa chuo, waheshimiwa maprofesa, waheshimiwa sana makamu wa rais mstaafu, makamu wa kwanza wa rais mstaafu Mzee Warioba, na wazee wangu mlionipa heshima ya kuja kushiriki nanyi katika kuweka jiwe la msingi. Nasema kwa dhati tena ninawashukuru. Mungu awabariki sana. Tuko pamoja, tuendelee kuombeana na kila mmoja atimize wajibu wake kwa ajili ya Tanzania hii. Balozi wa China, tunakushukuru sana, na kwa Kichina mnasema Shishen. Umeonyesha uzalendo na upendo wa kweli kwa nchi yetu ya Tanzania. Tutaendelea kushikamana na kushirikiana na nchi yako ya China katika kushughulikia masuala ya kimataifa, lakini katika kuweka na kuhakikisha maendeleo ya nchi zote yanaenda mbele. Baada ya kusema haya, ninawashukuru tena. Asanteni sana. Mungu kibariki Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mungu wabariki viongozi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mungu wabariki wanafunzi wote waliopo na watakao kuja kusomea hapa chuo kikuu. Na Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr.